Okay, msikilizaji, ndivyo ambavyo basi tukianza rasmi safari ya kipindi cha Miito ndani ya kanisa kwa Dominika hii ya leo, na ninaye baba mkurugenzi kiongozi wa Miito ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, Padre Paulo Agustino Sinya. Bila shaka nipo kwa sahihi kabisa Karibu sana baba. Jioni hii ya leo nilitamani tuweze basi kumshirikisha hasa kijana ni kwa namna gani anaweza kutambua wito wake. Ni kwa namna gani anaweza kutambua wito wake na apiti njia zipi ama afuate miongozo ipi aweze kufikia wito wake. Kwa leo nilitamani tuweze kuzungumzia hilo, na kwa wakati mwingine basi tutaje kugeukia pia kwa upande wa wazazi. Lakini kwa leo basi tugusie hilo. Kijana anawezaje kutambua wito wake na anatakiwa afuate njia zipi? Anaweza kama bado darasa la 7, darasa la form 1, form 2. Huyo ni kijana, mtoto kijana, lakini sasa ana wito. Anawezaje kutambua wito wake na afuate njia zipi aweze kufikia huo wito alionao? Karibu sana baba. Ndugu mtangazaji, swali ambalo umeuliza ni swali zuri na ni moja kati ya maswali mara nyingi tumekuwa tukiulizwa, hasa mapadre. Tunaulizwa na vijana wengi ambao tunakutana nao huko katika nyanja mbalimbali, katika sehemu nyingi, hasa tunapokuwa tunafundisha mafundisho ya dini shuleni huko, kana pekee shule za sekondari. Kijana anawezaje kutambua kweli mimi nimeitwa katika wito fulani? Kumbe ndugu mtangazaji, wito ni sauti ya Mungu. Ndiyo. Ni sauti ya Mungu ambayo mtu yeyote anaisikia kutoka ndani. Na Mungu anamuita mtu huyo au kijana huyo amtumikie kwa namna fulani. Kumbe basi kama Mwenyezi Mungu amekuita katika wito wa upadre, basi maana yake ufanye jitihada uwe padre, mtumikie katika daraja hiyo takatifu ya upadre. Pengine amekuita katika mtawa au sister. Hiyo kote basi Mwenyezi Mungu anatumia vyombo vyake mbalimbali kukuita. Hivi basi katika maisha ya kawaida kabisa kijana yote kinategemea na umri gani, lakini basi kwa level kuanzia kidato cha kwanza, kidato cha pili, anaona na kuangalia wapi anapenda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tuweka mbeleni tukifanya makundi mawili. Kundi moja kuwa padre au kuwa mwanandoa. Hiyo mito mikubwa miwili. Kumbe yeye ataona wapi aende, awe padre au mtawa, au awe mwanandoa. Lakini kule ambako anajisikia atakuwa na amani ya ndani. Kule ambako anajisikia kweli huku nikiingia katika wito wa ndoa nitakuwa na amani ya ndani, nitakuwa na uhuru, nitamtumikia Mwenyezi Mungu, nitaonesha mapendo ya Mungu au nitayadhihirisha kupitia kumpenda mwenza wangu, abadi mume wangu au mke wangu. Lakini mwingine anasema hapana, mimi napenda kumtumia Mwenyezi Mungu hasa nikiwa padre. Napenda nionyeshe upendo wa Mwenyezi Mungu, kuwapenda watu, kuwahudumia watu, kuwahubiria habari njema,